Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwako mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari tena za uhakika zenye kuchunguzwa kwa siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanzie na huko katika tarafa la Fizi, maeneo ya Mulima, ni kwamba jeshi la taifa FARDC kupitia msemaji wake kwenye operation za kivita Sokola ya pili Sud Kivu la kanusha kutekwa kwa kijiji cha Mulima nao wahasi wa Twigwaneho wa M23 sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, huku likiomba raia kuwa na matumaini na jeshi lao pia kutokuwa na hofu yoyote. Kwa mujibu wa Mbui Kalonjiregan, msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwenye operation za kivita Sokola ya pili kusini mwa jimbo hili, ameonesha kuwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wasaidizi wake wazalendo wanafanya kazi kubwa ya kupambana na adui kwenye nyanda za chini. Hata hivyo, amekanusha habari za kutekwa kwa kijiji cha Mulima, Fizi Center na mji wa Baraka na wahasi wa Twigwaneho M23, huku akiongeza kuwa jeshi la taifa FARDC limefaulu kuteka baadhi ya vijiji upande wa Rugezi tarafani Fizi vilivyokuwa chini ya udhibiti wa waasi wa Twigwaneho M23. Tumsikilize hapa msemaji wa jeshi la taifa FARDC aongea yafuatayo. Oui, bien entendu, chers confrères, comme je vous le disais, contrairement aux informations erronées, mensongères, montées de toutes pièces. Ndio, ndugu zangu, kama nilivyowaambia hapo nyuma, kutokana na habari za uzushi na uongo zilizopangwa na kusambazwa siku hizi kwenye mitandao ya kijamii, mji wa Baraka, senta ya Fizi, kijiji cha Mulima ndani ya tarafa ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini vinaendelea kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC. Na tunatumia fursa hii kuwataka wakongomani kuwa makini dhidi ya mtego wa Rwanda na kutengeneza ukuta wa umoja kupinga uvamizi wa kijeshi wa Rwanda na washirika wake wa M23, Twigwaneho na Red Tabara. Par ailleurs, les forces gouvernementales tiennent à préciser l'opinion publique que na vinginevyo uongozi wa jeshi unaarifu umma kuwa wakati ujao tutakuja kuwawakilishia vifaa vya kijeshi ambavyo tumefanikiwa kunyang'anya Kimete, Abala na kwenye mistari nyingine ya kivita. Vifaa ambavyo vilikuwa vinatumiwa na vikosi maalum vya jeshi la Rwanda katika nyanda za juu ya Minembwe. qui ont été déployés bien sûr dans les hauts plateaux de Minembwe. Et je tiens aussi à vous rappeler à la suite de ces affrontements. Na nataka kuwakumbusha kuwa kutokana na mapambano hayo ambayo yalipelekea vikosi vyetu kujiondoa kwa muda 0.0, kutokana na bidii na ustadi wa wanajeshi wetu, position mpya za kimkakati pa Kimete, Iwele, Kashamata ziliweza kudhibitiwa tena na jeshi la taifa. Waasi wa FC M23, Twigwaneho, Red Tabara walilazimika kujishinda maeneo ya Rugezi na Bigaragara kusini mwa Minembwe. Donc par la suite les forces armées de la République démocratique du Congo appellent les organisations. Kwa hiyo jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaita mashirika ya kimataifa, kamisheni za ulinzi wa haki za binadamu na wadau wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulahani vikali mashambulizi hayo yaliyofanywa dhidi ya raia na kubainisha uwajibikaji wa wahusika. Na kwa raia wa tarafa ya Fizi, Mwenga na Uvira na kote jimboni Kivu ya Kusini, jeshi la Jamhuri linawataka kubaki waaminifu na watulivu. Na tunawahakikishia kuwa mikakati yote ya operation za kijeshi inachukuliwa ili kuhakikisha usalama na kurejesha umiliki wa serikali katika maeneo yote ndani ya nchi. Kwa wanajeshi shujaa wa FARDC ambao wako kwenye mistari ya mbele ya shamba ya vita, kamandi kuu ya kijeshi inawatolea heshima ya dhati kwa ushujaa, nidhamu na uzalendo. Nchi nzima inajivunia nyinyi. La nation est fière de leur engagement. Na tujielekeze huko katika maeneo ya mji wa Uvira, ni kwamba mwananchi Andre Biadunia, tena notable wa ukanda huu, amelahani vikali vitendo vya mauaji dhidi ya raia wasio na hatia kwenye nyanda za chini kutokana na vita vya kutumia drone na wahasi wa Twigwaneho. Wakati wa yakijiri, Andre Biadunia ameomba pia serikali kuu ya Kinshasa kuwa makini na kupata suluhu ya kivita juu ya hali ya sasa. Ujumbe huo wa kulahani kundi la wahasi ameutoa katika mazungumzo
mazungumzo yake na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ambako ameonyesha kuwa huu sio muda wa serikali ya Kinshasa kulala au kutegemea diplomasia, kwani raia wa Fizi kama vile sehemu zingine mashariki mwa DRC wanahitaji amani. Andre Biadunia aeleza yafuatayo. Niseme tu kama hali ambayo tuko tunaipitia leo kwa Sud notamment kwa territoire ya Fizi ni consequence ya insouciance ya autorité kutokuelewa. Mara nyingi tunawaambia wanajifie beaucoup plus kuma information natoka kwa autorité, mais ikiwaambia za ba société civile za ba notable ya mwingine habazikamate kabisa na kipaumbele. Kwa hii hali ambayo tunakuwa hemo leo, tulialerta ça fait longtemps, inakuwa siku tulialerta kusema kwamba adui iko na jisuka kama ametoka Uvira, anaweza kupenda fike Baraka, fike Fizi na aendelee upande wa Kalemi, lakini wakubwa wako tusikia. Na hali sasa leo inaonekana kwamba inaweza kuwa vile, ingawaje hatuwezi kutaka ifikie. Ndio maana tunarekomande serikali ya Kinshasa itusaidie ifanye yote iwezekanavyo. Kama ni hizo drone, tuko serikali, tuna pesa, tuna vyote ambavyo vinahitajika tuko navyo. Kama sifitili ke nchi ndogo kama Rwanda hata inaweza kuwa na sutie, mena si tuko na sutie. Tumesikia kwamba tunakuwa na makoro na Etazini kwa nini anashindwa kutukapatia drone? Meusi ya pili, hatuko sous embargo ya kununua silaha, tuko sous embargo. Pourquoi si hatuwezi kununua hizo drone kubwa ambazo zinaweza kufanya kazi kwa faida ya raia? Raia wanaendelea kufa, wanaendelea kukimbia, na wasiwasi mwingi unaingia kati ya watu, psikoze kabisa. Hiyo hali inasumbua. Ndio maana serikali itusaidie ifanye yote iwezekanavyo. Mimi nilikuwa na rekomande kila wakati marenio kusema hawa wakubwa ambao wanakuwa na mapete makubwa hawawezi kupigana vita, kwa sababu wengi wanafanya biashara na hawawezi kukubali kuacha mambo yao ya biashara ambao wamesha investir. Nilikuwa na rekomande kila siku waanze kupatia makomandoma bale ba ofisier kuanzia major na kushuka. Lakini bale wengine wengi kabisa ni wafanya biashara na wana mali nyingi. Sasa hawezi kubali akuje kubakia Fizi, akuje kubakia Uvira, asema likufia nchi aloro kiasha kwa na pesa zake. Pole sana wenzetu ambao wamepata hiyo shida hapo Kalunja, kwa Mulima, nafasi nyingine. Pole sana, tunapresente mkono wa pole, tunaambia serikali ke sisi ni kukontabilize tu, tujue mamoro ni ngapi, mablesse ni ngapi, responsabilite zitakuwa partage wakati moja hivi. Na kule Kinshasa, makao makuu ya nchi DRC, ni kwamba viongozi wa upinzani na wakuu wa makanisa na dini nchini DRC wamekutana nchini Burundi kwa ajili ya mahusiano yanayohusu mustakabali wa taifa kwa usimamizi wa kiongozi wa sasa wa Umoja wa Afrika ambaye ni Evariste Ndayishimiye. Wanasiasa kadhaa wa upinzani nchini DRC pamoja na viongozi wa kidini wamekutana mjini Bujumbura nchini Burundi kwa mashauriano yanayohusu hali ya kisiasa, usalama na taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo haya yameandaliwa kwa mpango wa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, kwa lengo la kuhimiza mazungumzo kati ya wadau mbalimbali wa kisiasa na kidini wa Kongo kuhusu changamoto zinazokabili nchi. Washiriki ni pamoja na viongozi wa muungano wa upinzani unaokataa mabadiliko ya katiba yani C64, pamoja na wawakilishi wa Baraza la Kitaifa la Maaskofu wa Kongo yani Senko, kanisa la Kristo nchini Kongo ECC, pia makanisa ya Uamsho nchini DRC. Ila jambo moja linashangaza. Joseph Kabila ambaye ni miongoni mwao wanaopinga utawala uliopo ameachwa nje ya mashauriano, wakati kwa sasa anatajwa kuwa mmoja wa wapinzani wakuu wa Rais Felix Tshisekedi, licha ya wito wa mara kwa mara kutoka kwa kambi yake unaotaka kufanyika kwa mazungumzo ya kisiasa. Na sio yeye tu, pia mashauriano hayo hayakumkaribisha hata mmoja wa wanamemba wa vuguvugu ya Sauvons la RDC, vuguvugu ambayo tunajua inaongozwa na Rais mstaafu Joseph Kabila. Ndani ya kambi ya rais huyo wa zamani, tayari sauti kadhaa zinaonyesha tahadhari kuhusu mashauriano hayo. Kwa maoni yao, mazungumzo hayo hayawezi kuzaa matokeo ya kudumu ikiwa wahusika wote wanaohusika hawakuwakilishwa. Kuachwa kwa Joseph Kabila nje ya mashauriano haya kunazua tena maswali kuhusu uwezekano wa kurejea kwa maelewano kati yake na Felix Tshisekedi. Kwa sasa matarajio ya maridhiano ya kisiasa kati ya viongozi hao wawili yanaonekana kuzidi kutetereka na kuwa mbali zaidi.
Hata hivyo, tuweze kuwajuza kwamba maandamano ya muungano wa C64 kwa ajili ya kutetea utaratibu wa kikatiba ambayo awali yalipangwa kufanyika Jumatano tarehe 8 Julai mwaka 2026 yameahirishwa hadi Jumatano tarehe 22 Julai. Maandamano hayo yalitarajiwa kufanyika kote nchini, huku kituo cha mwisho katika mji mkuu kikiwa ikulu ya taifa au Palais de la Nation huko Kinshasa, ambako ni makao rasmi ya kazi ya rais wa jamhuri. Maandamano hayo ni sehemu ya upinzani dhidi ya mpango wa kurekebisha katiba unaodaiwa kulenga kufungua njia ya muhula mwingine wa 3 kwa Rais Felix Tshisekedi. Muungano huo umeeleza kuwa umehairisha maandamano hayo kutokana na mwaliko rasmi uliotolewa kwa viongozi wake na rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye kwa ajili ya kushiriki mashauriano kuhusu hali ya kisiasa, usalama na taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano wa C64 unaowajumuisha viongozi kama Martin Fayulu, Delice Sanga, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabunda na wengine umesema umekubali mwaliko huo kwa kuzingatia wajibu na maslahi ya taifa. Kabla ya mwaliko huu rasmi, Evariste Ndayishimiye wakati wa ziara yake ya kiserikali ya saa 48 mjini Kinshasa alisisitiza kuhusu umuhimu wa kudumisha udhabiti wa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na umoja wa kitaifa katika kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea mashariki mwa nchi. Akiwa pamoja na Rais Felix Tshisekedi, aliwahimiza wakongomani kulinda mshikamano wao wa kitaifa na kushinda tofauti zao. Rais wa Burundi aliwataka wadau mbalimbali nchini Kongo kutanguliza mazungumzo na kuimarisha umoja wa kitaifa. Watu wapatao 6 wakiwa wasafiri wamefariki papo hapo na wengine wawili kubaki na majeraha makali. Hayo ndio matokeo ya tukio lililoripotiwa katika maeneo ya Lukoke mjini Baraka, na ambako duru zisizo za kijeshi zaeleza ilikuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani au drone, na hivyo kuleta maafa hayo makubwa. Kwa mujibu wa duru zimeeleza kuwa msafara wa watu 4 ilikuwa na pikipiki 4 pia ulikuwa ukitokea Misisi kwenda maeneo ya Uvira mwishoni mwa wiki iliyopita, ndio wamekutana na janga kama na hilo, kama alivyohakikisha hapa mwenyekiti wa vuguvugu Machozi Raia katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka, Bwana Angale Isanganino Bwanjo. Wakati ilipofika usiku wa kuamkia tariki 5 mamida ya 22h40 kuna drone moja iliyoanguka pale Lukoke en face, ni pale tu kwenye kulikuwa kamba ya zamani ya Transcom. Ni hapo kwenye kulitokea janga ile, na ili iliua watu 6 wenyewe walikufa pale na wengine 2 wakajeruhiwa na moto 4 zenye zililungula na ile drone. Hiyo habari kabisa ni ya kweli. Siku ya Mungu ya tariki 5 za mwezi wa 7 mwaka huu, ndugu mtangazaji. Mapikipiki hiyo ni ya raia, walikuwa wakitoka Misisi, walikuwa na maiti, walikuwa jielekeza mangambo za Uvira. Njoo hapo wakati walipotoka zilikuwa pikipiki 4 na zilikuwa na wale watu 8. Kwa wale watu 8 njoo zile pikipiki 4 zilipata ile ya janga pale Lukoke, njoo zilipata ile bombardement zile drone, na njoo pale watu wakakufa na wale 2 wakajeruhiwa pale vile. Donc ni pikipiki za raia, sio wa askari, hapana ndugu mtangazaji. Sisi kama vile shirika la raia vraiment tunaomba kwa serikali letu liangalie koma linaweza funga anga zote mzima kwa sababu ya kuhusikana na mambo ya drone gisi inasumbua watu. Tukiahesabia ayapita siku 3 kadhaa kijiji cha Mlima drone ilibombardika wa raia. Hivyo hapa tena Baraka kijiji cha Lukoke drone zile zinaua raia na zinaua watoto wachanga, zinaua wanawake wenye kuwa na mimba. Donc tunaomba kwa serikali letu la DRC au tunaalerte kwa opinion nationale international vraiment wajitahidi waangalie koma watu wanaweza pata security kufuatana na article 52 ya constitution yetu. Mbona hivi sisi raia tulishalalamika sana, lakini serikali haipende kutuwezesha na kututakia amani yetu na ukingo wetu. Donc tunaomba kwa serikali waangalie koma wanaweza renforcer security na wafunge anga zote, kwa sababu hali ya drone inatutesa sana sisi raia. Donc drone zinaangamiza sana raia, ndio maana sisi tunalalamika ndugu mtangazaji. Tumalizie taarifa zetu za habari tuna hapo katika mji wa Baraka ni kwamba pesa kiasi cha 100,000 na vitu vingine vya samani kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichotokea siku ya Jumapili mida ya saa 6 usiku na watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria ya nchi ya DRC. Katika mahojiano na mwanga wa tukio hilo amesema kuwa wahalifu wao walikuwa 4 ambao walikuwa na valia sare za kijeshi walifaulu kubomoa mlango
mlango na kuingia ndani, ndipo walianza kumtishia maisha na kutoa pesa. Kwa jambo hilo, muhanga ameomba ulinzi wa raia na mali yake uweze kutekelezwa maeneo yote ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Tumsikilize. Ilikuwa mida ya 0h, nilikuwa hapa nikaona wajambazi wakaingia, wakavunja mlango, wakaingia paka kuchumba, wakachukua vitu, kwa television, wakachukua pano na viti na nguo za kuvaa. Pesa walichukua ilikuwa ni 100,000, ilikuwa mpantaloni ilikuwa na valika, ilikuwa pale kukiti ndio walichukua. Sasa ndio wakachomoka, wakakamata paka na masasi wanipiga, na risasi zimoja niko nazo kumikono. Imoja batanipiga ikaanguka chini. Karate kaanguka chini, nikailogota, kisha tukatafuta intervention, tupata intervention. Balikuwa na teni ya FARDC, balikuwa naongea Lingala, walikuwa 4 wote walikuwa na silaha. Balipiga risasi yenyewe beta wanipige kumwili, hailiponyoka maki haikulia, kisha wakatoka nje wakapiga masasi 2. Wajirani walijitokeza, ni waraia ndio walijitokeza. Watu walikuwa naoga zaidi, basi kunapigwa masasi kwa serikali, kunapiga au wale wajambazi fo wasikie woga. Serikali tunaomba security kwanza ya mjini, si raia tunahangaika sana. Kwa hii hali tushangaika sana, maki hivi ilikuwa ni kifo yangu. Tulifakie paka 2h hatona hata ba patrouiller mumugini, paka 3h ndio minaingia mnyumba na lala, hakuna ba patrouiller, maki tuko mu insecurity. Raia akuwe mu security yake, mali yake na utu wake, ndio tunalomba kwanza. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako kama kawaida alikuwa ni Omari Makelele Ozil.